anayekuja. Kwa mfano kanisani nimeweka sheria na utaratibu, unayekuja uhakikishe na simu yako imeokoka, vyote vinavyokuwemo viwe vimeokoka, picha utakazopiga, mawasiliano utakayofanya. Kama uko hiari kusali kanisani, uko hiari, ujue simu yako tutaikagua. Kama uko hiari, sema niko hiari. Una hiari mwenyewe, niko tayari simu yangu hiyo inakaguliwa ili mnisaidie, kwa sababu mimi inanishinda matumizi, kwa nikiwa naogopa mtakagua nitatumia vizuri. Umehiari. Siku ya kukagua simu yako pia hatukunyang'anyi kwa nguvu, leta ulisha saini. Tunasema kama uko tayari tuikague kwa ridhaa. Kwa jumla hata sheria za nchi zinaruhusu kukaguliwa simu na mume wa mtu au mke wa mtu au rafiki kwa hiari ya mwenye simu. Tunakwambia kama una hiari tuikague kwa sababu ya mashaka haya tulionayo. Unasema nina hiari, kagueni. Au hata kama nilikubali kwamba nitakuwa muumini hapa, nilikubali kwamba simu yangu inaweza kukaguliwa, lakini kwa sasa siko tayari, hatukagui. Kosa letu, kosa la mimi Mbarikiwa kubwa kabisa la kunitukana mnavyonitukana ni nini? Wananchi, leo nimekuja na swali, hebu nisaidieni. Kwa mfano, wewe ni mchungaji au wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, umeolewa, umeoa, au wewe ni mchungaji au una mchungaji, kuna mahali unasali, mkeo au mumeo ana mipango ya kumtorosha kijana au ana mipango ya kumtorosha binti. Wewe mchungaji au mchungaji wako amejua mipango hiyo, akamuuliza kijana, akamuuliza binti, akamwambia eti nimepata taarifa kwa njia hizi unataka kutoroshwa na mwanamke fulani au na mwanaume fulani. Kijana akakiri kwamba kweli, au binti anayetaka kutoroshwa akakiri kwamba kweli. Alafu ukamuuliza mwanamke au mwanaume anayesali kwako, wewe ndo mchungaji, ukamuuliza kwamba bwana, nasikia kuna mipango hii na hii, unataka kumtorosha kijana au unataka kumtorosha binti. Akakataa. Ukamuuliza kijana anayetaka kutoroshwa au binti anayetaka kutoroshwa kwamba kwa njia gani tutaamini kwamba wewe kweli kuna mipango hii, au unamsingizia tu. Huyo binti anayetaka kutoroshwa au kijana anayetaka kutoroshwa akaamua kusema kama anakataa, ngoja mimi niandike meseji, jumbe zikumbushie mipango yetu ya kutoroka, ambayo wakati fulani tuliposema tukigundulikana haitakuwa hatari. Basi kijana au binti anayetaka kutoroshwa akaamua kuandika hiyo message mbele yako, akamwambia mwanaume au mwanamke anayetaka kumtorosha au aliye na mahusiano naye kwamba naona ni kama mchungaji amejua dili letu, unaonaje tuondoke kama tulivyokuwa tumepangana, kipenzi changu? Mwanamke anayetaka kumtorosha kijana au mwanaume anayetaka kumtorosha binti ambaye ni mume wa mtu, au huyo mwanamke ni mke wa mtu, hashtuki hata hilo neno kipenzi changu, halimshtui, ila anasema hata kama mchungaji amejua, tutajua jinsi, ngoja tupambane nalo kwanza, likitushinda ndipo tutachukua hatua hii ambayo tulikwisha kupangana. Unaonaje? Kwenye message humo wanaitana kipenzi, kipenzi changu, kipenzi. Imetoka ya mtumishi, imetoka ya mpendwa, imetoka ya pengine baba, nibaki tu mtumishi pengine, kwa sababu unakuta pengine kijana, binti anayetaka kutoroshwa na mume wako ni mdogo sana, au kijana anayetaka kutoroshwa na mke wako ni mdogo sana.
lakini wanaitana kipenzi changu. Huyo akiambiwa kipenzi changu hashtuki, ila anasema ngoja tujaribu kuwakabili, kwa tafsiri ya kwamba wajinga hawa tujaribu kuwachezea, wakionekana wanaweza kutubana, ndipo tutatimiza hilo. Swali nalotaka kukuhoji wewe, ndo mchungaji, wewe ndo mume wa kijana ambaye wa mke ambaye atamtorosha kijana, au wewe ni mke wa mwanaume ambaye atamtorosha binti. Umejua mchungaji alijua, mchungaji alijua mipango hiyo, akakaa nayo kimya. Huyo mchungaji utamwona ni mtumishi wa Mungu, ni mhubiri. Wewe mwanaume, mkeo ndo alitaka kumtorosha kijana, utampenda sana huyo mchungaji kwa sababu ameficha hiyo siri? Wewe ni mwanamke, mumeo alitaka kumtorosha binti, mchungaji alijua, utampenda sana huyo mchungaji. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Na unajikuta mwanamke anayetaka kumtorosha binti au anayetaka kumtorosha kijana, au mwanamume, mume wa mtu anayetaka kumtorosha binti, umejaribu kumwonya, kumwambia wewe mpango ukoje, amekataa kata. Lakini baada ya muda unarudi tena kumhoji yule kijana kwamba ingawa ile namba ya kwanza ilikuwa ni ya kwake, lakini huenda kuna mambo ulimsingizia, na umemuuliza kabisa yule mwanamke kwamba hizi, mbona ni kama mlijadiliana na kijana unayetaka kumtorosha au binti unayetaka kumtorosha, ukamwambia hivi na hivi, jumbe hizi hapa, yani umezi screenshot jumbe hizi hapa. Alizikataa. Baada ya muda unamwambia yule kijana aliyetaka kutoroshwa au binti aliyetaka kutoroshwa kwamba yule amekataa na hapatikani kwenye simu ile nyingine. Huyo kijana aliyetaka kutoroshwa au binti aliyetaka kutoroshwa anasema amebadilisha laini nyingine, hii hapa, mimi bado tunaongea haya na haya, anakuonyesha kwa message. Unaisachi ile namba nyingine mpya, unajua, unaona nayo imesajiliwa kwa jina la yule mwanaume aliyetaka kumtorosha kijana, jina la yule mwanamke anayetaka kumtorosha, mwanamke anataka kumtorosha kijana, au mwanaume anataka kumtorosha binti. Unamuuliza, hii nayo namba nyingine ni yako? Anakwambia ndio. Message hizi zimeingiaje? Sio mimi. Nauliza tu swali, wananchi wenye hekima, kwa hekima unaweza ukafanyaje? Mke ambaye mumeo anataka kumtorosha binti, akijua ulijua, atakuchukuliaje mchungaji? Mume aliyetaka kutoroshwa binti, mkewe alitaka kumtorosha kijana waende mahali kula maisha, mchungaji alijua, utasikiaje? Okay, jamii, tuache mume, wengine wana mapatano ya kwao, tuache mume hatashtuka, tuache mwenye mke hatashtuka, tuache mwenye mume hatashtuka. Jamii najua, mchungaji unajua mipango hiyo, unaijua hiyo mipango ya mwanaume anayetaka kumtorosha binti, mume wa mtu anataka kumtorosha binti wakale maisha mahali, mke wa mtu anataka kumtorosha kijana wakale maisha mahali. Unaijua hiyo mipango. Jamii itakuchukuliaje? We bado ni mchungaji. Mfano wa mwisho ni huyo mwanaume aliyepo kanisani kwako anayetaka kumtorosha binti, au mwanamke aliyepo kanisani kwako anayetaka kumtorosha binti. Ana majukumu fulani ya kuwashauri vijana mbalimbali na mabinti mbalimbali. Umepata taarifa kwamba wengi wa anaowashauri
vijana wa jinsia tofauti na yeye. Wengi wale ambao kidogo akili zinakuwa hazielewi somo, hujikuta wamehama kutoka kwenye neno la Mungu, wameingiza mawazo mengi ya zinaa, aidha na yeye mwenyewe au na watu wengine. Unapata taarifa hiyo kwamba ni mwanamke yupo kanisani kwako, ana jukumu, jamii namfahamu kama mshauri, kwa anawashauri watu wa jinsia nyingine. Ni mwanaume, ni mume wa mtu, ana jukumu la kushauri watu wa jinsia zote, kuongea nao kwa niaba yako. Alafu watu wengi hao unapata taarifa kwamba kwa ukaribu na huyo mume wa mtu, kwa ukaribu na huyo mke wa mtu, vijana wengi waliowahi kuwa karibu naye, au wanawake wengi waliowahi kuwa karibu naye, au mabinti wengi waliowahi kuwa karibu naye, wamejikuta wameingia kwenye dimbwi la kufikiria zinaa kwa mwanamke huyo huyo anayewashauri sana, au mwanaume huyo huyo anayewashauri sana. Na mwanamke huyo ambaye alikuwa anafanya kazi za usaidizi akishauri watu kwa niaba yako mchungaji, au mwanaume huyo aliyekuwa anafanya kazi za usaidizi akishauri kwa niaba yako mchungaji, ana uwanja mpana wa kushauri unaowajua na usiowajua. Utatoaje tangazo kuwatenganisha watu hao na mtu huyo? Utatoaje tangazo? Wako kote duniani, unaowafahamu na usiowafahamu. Utatoaje tangazo ili kuwanasoa wale watu na mtu huyo hatari? Swali tu ni, ukitoa tangazo kwamba mtu huyu ni hatari kwa namna 1, 2, 3, umemkosea hekima, umemdhalilisha. Uko ni kudhalilisha. Utatoaje tangazo kuwanusuru watu? Kwa mfano, mimi ni Mbarikiwa, nikiwakabidhi wasaidizi wangu wanisaidie kujibu maswali na kushauri watu huko kwingine kwingi, huwa hawanipi mrejesho wa sasa wanawashauri wangapi, wanaongea na wangapi. Wanaongea na maelfu ya watu, wanamaliza wenyewe. Wanayeshindwana naye ni wao, wanaoweza naye ni wao. Wanakuwa wameshaongea na maelfu ya watu, wengi wamewasahau, wengi wamebaki wanawaamini. Nitatumia njia gani kuwafikishia ujumbe wale kwamba mtu huyu ni hatari? Na unamuuliza juu ya mahusiano hayo, juu ya mawasiliano hayo, anakataa. Akimaliza kukataa, anaendeleza mawasiliano na kijana huyu aliyetaka kumtorosha, anaendeleza mawasiliano na binti huyu aliyetaka kumtorosha, na huko akijigamba kwamba mbona haya ni maisha ya kawaida tu, ni maisha ya kawaida tu haya, na kule hivi huwa tunafanya. Dini, imani, mchungaji naye hajaokoka kivile. Unaweza ukafanyaje? Nimetaka kuwauliza walimwengu. Wakati mwingine nikiona mnatatanika sana, mwelewi naongea nini, wakati mwingine nitakuja kutoa screenshots za message na namba na nini, nitakuja kutoa bila kusema ni nani alikuwa na chati na nani, alafu nitawapa muamue. Yaani wakati mwingine mkinitukana sana, sasa unaweza ukashangaa huyu mtu unayesema mmemwanika, kuna wakati fulani alifanya jambo fulani gumu sana. Kwa mfano, pengine ni mke wa mtu akiwa ameolewa na mwanaume. Huyo mke wa mtu alitoka nje ya ndoa, akazaa na mtoto wa kwanza. Ameolewa na mwanaume huyo, akazaa mtoto wa pili. Hizo taarifa zikawa zinaenea kwenye hilo eneo. Mchungaji, umepata taarifa. Unajua, mwanaume atakapojua hizi taarifa
Anaweza mkaamka tu asubuhi mkakuta ameua watoto na au ameua mke husika, ameua wote wawili. Kimya kimya, bila kutoa taarifa popote, unaamua kumshauri huyu mwanamke kwamba hili jambo limesha kuwa kubwa sana mitaani na mimi nimepata, na mimi siwezi kuficha kuwa sehemu ya uovu au ya ubaya. Ni mawili tu, ondoka hapa kanisani kwangu, katafute mahali ukasali kimya kimya, hujatangaza popote. Ondoka au nenda polisi. Nenda polisi, kajieleze, ili polisi wajaribu kuprotect kwamba utaishi na huyo mwanaume au mwanamke uliyemragai au utaachana naye, lakini wajue hata likitokea lolote, kwa sababu hili sasa limeshaenea. Hujatoa taarifa hiyo koko, tumemalizana na hilo jambo. Huyu mchungaji utamwita mdhalilishaji, na amekuja pengine kutoa taarifa hizi kwa sababu huyu mke ambaye anataka kutorosha kijana au huyu mwanaume naye anataka kumtorosha binti, anaulizwa na mchungaji, we, kuna taarifa hizi na mawasiliano haya? Anasema mimi hapana. Alafu baadaye anaendelea kuchati na kijana anayetaka kumtorosha au binti anayetaka kumtorosha. Kwa mchungaji, naona ananiuliza, lakini sasa mimi nitajua namna nitakavyo mzima. Na huyo ana mawasiliano na watu wengi kwa niaba ya mchungaji. Utawanasuaje wale watu wasiingie kwenye madhara? Mwenye hekima utawanasuaje? Wanadamu, kunitukana, mmenitukana sana. Katika wanadamu ambao kuhubiri kwangu, kuchunga kwangu kanisa, nimekula matusi. Mimi mmenitukana sana. Alafu mjue pameniuma sana. Matusi mengi mlionitukana ilipelekea serikali, utawala waue watoto wangu. Walimuua binti wangu wa pekee, walikuja akamuua Sifa. Moja vitu alikuwa anavitumia, Mbarikiwa anadhalilisha watu, Mbarikiwa sio mchungaji, Mbarikiwa anatukana watu. Wametumia matusi mlionitukana kuua watoto wangu, na bado mnanitukana sana. Na mkumbuke, nikiwa tayari nimeumizwa kwa kiasi, yanauma sana. Najua shauku yenu na furaha yenu, kwa sababu nasema sio mchungaji. Sasa sijui wale watu umewasaidia wewe, umewafikisha pale wewe. Nadhani furaha yenu ni Mbarikiwa aache kuchunga kanisa, napo mtanitukana sana. Sasa msikilizeni, kama kuna sifa imeonekana kanisa ambalo nimechunga limekuwa na sifa njema, limekuwa na sifa njema kwa sababu sijashiriki uovu wa mtu, na yeyote aliyefanya uovu aliyekuja. Kwa mfano kanisani nimeweka sheria na utaratibu, unayekuja wakisha na simu yako imeokoka, vyote vinavyokuwemo viwe vimeokoka, picha utakazopiga, mawasiliano utakayofanya. Kama uko hiari kusali kanisani, uko hiari, ujue simu yako tutaikagua. Kama uko hiari, sema niko hiari. Una hiari mwenyewe, niko tayari, simu yangu hiyo inakaguliwa ili mnisaidie, kwa sababu mimi inanishinda matumizi, kwa nikiwa naogopa mtakagua, nitatumia vizuri. Umehiari. Siku ya kukagua simu yako pia hatukunyang'anyi kwa nguvu, lete ulisha saini. Tunasema kama uko tayari tuikague kwa ridhaa. Kijumla hata sheria za nchi zinaruhusu kukaguliwa simu na mume wa mtu au mke wa mtu au rafiki kwa hiari ya mwenye simu. Tunakwambia kama una hiari tuikague kwa sababu ya mashaka haya tulionayo. Unasema nina hiari, kagueni. Au hata kama nilikubali kwamba nitakuwa muumini hapa, nilikubali kwamba simu yangu inaweza kagulia, lakini kwa sasa siko tayari, hatukagui. Kosa letu, kosa la mimi Mbarikiwa kubwa kabisa la kunitukana mnavyonitukana ni nini? Ni nini? Hekima kabisa. Najua wengine moyo wenu upo tunajua hana hekima, hana Mungu, tutamtukana, tutamkabili mpaka aache kuchunga kanisa. Hapana, sitaacha.
Sitaacha. Kama ni kufa, kama ni kuuawa, nishauawa watoto wangu, hakuna ninachookoa. Lakini nitakuwa na msimamo wa aina moja, hata tukibaki watatu, tukibaki watano, mimi ukiambatana na mimi, kwa sababu nachojua msingi wa mtu kuaminiwa kwamba yuko serious, anapopinga mabaya yuko serious, ni aina ya maisha ya wanaomzunguka wakiwa wajanja, akashindwa kuwadhibiti wanaomzunguka kwa sababu ya kinachoitwa hekima. Hana nguvu ya kuataki ubaya wowote kwenye jamii, na hii najua ndio sababu ya wachungaji wenu, maaskofu wenu wana maelfu ya watu, lakini ni waoga kukabili ubaya kwenye jamii. Sasa mimi, tukaneni mtakavyotukana, furahini kwa mazingira yale mnayoona kanisa kinakufa, kinapukutika. Watapukutika sana, watabaki wawili, watabaki watatu. Mimi hao wahakikishe ni nuru, ni wasafi. Ninaamini katika ubora, sio katika wingi wa watu. Ninaamini mshindo unaweza ukatokea duniani kwa neno la Mungu ukiwa na watu wachache walionyoka dhamiri zao, njia zao, mwenendo wao, matendo yao, maneno yao havina ukakasi, havina waa. Ninaamini hayo. Sasa mujitahidi sana kutukana, mujitahidi sana kutukana mbele, mujitahidi na kwa sababu aina ya watu wengine wanaokuwa wamekuja wanaamua kwanza kutafuta njia ya wewe, tumchafue, tuonyeshe hana hekima, tufanye machafu, alafu akitusema hadharani tumuonyeshe hana hekima. Mimi nahisi hao watu wanakosea sana, watachafuka wenyewe. Kwa sababu ukifanya vitu kwa fumbo ili unichafue, nitafanya kwa fumbo na utachafuka. Sitasema, sitanyosha, nitakuwa na kuchokonoa mpaka utakuja tu kwenye laini, au nitakuchokonoa mpaka watu watajua, itakuwa na ukweli fulani hivi ulionyooka, sikuonei. Sasa kama ulitumwa, ulijiingiza, upo, ama ulikuja tu vizuri, uliona nikusaidia, afu baadaye ukageuza moyo, ukaona ngoja uniuze, ngoja unitengenezee picha fulani, watu wanione mbaya sana ili waendelee kunidhuru. Inawezekana mpaka wananidhuru, nitakuwa nimekuacha kwenye picha fulani na muhuri wa Kaini ambao kila mtu atakaye kuona atajuli kuwa sababu ya kuuawa na kuondolewa kwa mtu mwema. Kwa sababu baadhi ya watu akina Sifa na wengine wengi kule nyuma ambao waliwaifanya mambo ya aina hii, niliposema walijitokeza wazi na kukiri kwamba kweli Baba hili amenisaidia, kweli hapa mimi nilikuwa naelekea kupotoka. Watu wakajua kweli kumbe mchungaji ni nuru, anamulika. Lakini wewe kama umeamua ufanye vitu fulani, alafu unajua akisema tu ili watamtukana sana, utachafuka wewe. Kwanza kwa sababu matendo uliyoyatenda hujatenda kwa mmoja, wengi wanakujua. Kuna vielelezo vya wazi, uwezi ukavikataa, hata vikitafutwa kwenye mifumo ya kiteknolojia, huwezi ukavikataa. Alafu napanga ngoja ni mchafue huyu bwana dai mwenye haki sana. Umeshindwa, pengine ni mwanamke, umeshindwa kumfikia, ulidhani wachungaji wote ni wazinzi, kwa unaamua mchafue kwa njia nyingine. Utachafuka wewe rafiki yangu, utachafuka wewe. Paulo katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 14 anasema, Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu, Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Paulo hana hekima kwa kufanya hivyo, kwa sababu kwa nini anamwandika Iskanda kwenye Biblia, kwenye waraka utasomwa na watu wengi, vizazi na vizazi. Ila wa sasa hivi mtu akifanya ubaya anajitapa kuendelea kufanya ubaya.
usipojulisha watu wengine sababu za kumsimamisha, ataendelea kuwaragai. Hiyo ndiyo hekima. Tufanye na mtenga mtu kanisani, utaki useme ubaya wake. Au ndio ile mnayosema Biblia inasema muondoeni mbaya katikati yenu, msiwe na ushirika na mtu wa tabia hizi na hizi, kwa sababu mnasema ilikosea. Mwakasega aliwaambia kwamba I say, hebu vijadili hivyo vitu, vitazame hivyo vitu, vitazame kibinadamu kabisa au vitazame kiroho. Chagua kimoja wapo. Wewe ndio mchungaji, una mchungaji anafahamu ishu kama hii. Wewe ni mume wa mwanamke anataka kutosha kijana, mchungaji anafahamu information mpaka hizo. Wewe ni mke, mume anataka kutorosha binti, mchungaji anafahamu information zote hizo, hachukui hatua zozote kumprotect kijana, kuprotect vijana wengine. Au hata protectije? Hebu niandikieni hapa mkiwa mnaendelea kunitukana. Niandikieni hapa ana protectije? Na kwa kipande kubwa mnaonitukana hamsikilizi kwa mapana. I say. Haya, nitaendelea kuwaletea updates na mengineyo. Kiona mmejikwaa sana, metatanika sana, hamujaelewa, takuwa nikiwaletea na screenshots za baadhi ya mawasiliano, kama ndo umeyaona mawasiliano ni haya, ni hivi, niambie unasolve vipi hili, unasolve vipi? Nikishindwa mpaka mwisho kabisa, nimeshindwa mwisho kabisa, basi hapo nitaacha sasa. Mungu ayo mwamuzi kati ya mimi na ninyi. Anyway, asanteni sana kwa kunisikiliza.